نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى. تنمم الله سبحانه وتعالى tujalie yaliyo ya kheri, tukumwomba Allah tuhifadhi. Biidhnillah, insha Allah tutaendelea na kitabu chetu ambacho tulikianza jana, na ratiba kama ilivyo tulianza jana na kuendelea leo, na biidhnillah taala tutakuja kumalizia kesho insha Allah. Tutamwajia ustazi wetu الأستاذ أبو أرقم علي بن مسعود حفظه الله تعالى ورعاه. أستاذ فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين آمين. tunaendelea na risala ahkamu ashri dhilhijja wa ayamu tashriq, hukumu za siku 10 za dhulhijja na masiku ya ayamu tashriq, masiku ya kuanika nyama. Kitabu hichi jamaahu wa aaddahu بحمد الله وتوفيقه الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي. amekiandaa amekikusanya kwa taufiki ya Allah al-Sheikh Ibrahim bin Abdullah al-Mazrui afa Allahu anhu. Jana kwa taufiki ya Allah jalla wa ala tuliona Sheikh amezungumza na kutuonesha umuhimu wa haya masiku ya siku 10 za Dhulhijja. Na Muislamu, Sheikh ametueleza amepewa mambo haya kila baada ya muda fulani, kuna msimu fulani, na kila baada au ndani ya masiku kuna siku fulani, na ndani ya misiku kuna usiku fulani, katika miezi kuna mwezi fulani. Na hivyo ndivyo ilivyo. Allahu jalla wa ala anasema katika Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, na Mola wako anaumba atakavyo na anachagua katika viumbe vyake.
Kwa hiyo amechagua kwamba huu uwe ni msimu wa waja wangu waingie katika msimu huu, na wakifanya inavyotakikana, Allahu jalla wa ala anawalipa malipo maradufu zaidi kuliko inavyokuwa katika kipindi kingine au katika siku nyingine au katika misiku mingine, kuliko usiku huo, au mchana mingine kuliko mchana huo. Hivyo ndivyo alivyoweka Allah, ameumba na amechagua. Jana tukaona fadhila za masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ni jambo la kwanza hilo ambalo alisema atalitaja katika mambo 6 aliyoyataja katika risala hii, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaingia katika jambo la pili. Jambo la pili akalipa unwani isemayo ma yajtanibuhu fil ashri man arada al-udhiyya, mambo ambayo anajiepusha nayo katika siku 10 yule mtu ambaye amekusudia kuchinja. Sote twaelewa katika masiku 10 haya, ile siku ya 10 ni siku ya kuchinja, na ni sunna iliyotiliwa mkazo sana. Kwa hiyo mtu ambaye anaazimia kuchinja, kama jana tuliposema, baadhi yetu washatanguliza pesa zao nyumbani huko katika miji yao, washawakabidhi watu wao, na wengine bado hawajafanya, lakini nia wanazo kwamba watachinja siku ya mwezi 10 wa Dhulhijja. Kwa hiyo yule alioazimia kuchinja, kuna mambo ambayo Sheikh anasema ma yajtanibuhu fil ashri, mambo ambayo anajiepusha nayo, anatakiwa mwenye kuchinja ajiepushe katika siku 10. Man arada al-udhiyya, yule mtu ambaye amekusudia kuchinja. Sheikh anasema dallati sunna ala anna man arada al-udhiyya yajibu alayhi an yumsika 'an al-akhdhi min sha'rihi wa dhafrihi wa basharatihi منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته. Sunna imejulisha juu ya kwamba yoyote yule aliyekusudia kuchinja, yajibu alayhi, ni wajibu juu yake, ni lazima juu yake, an yumsika anil akhdhi min sha'rihi, ajizuie kunyoa, kukata, kupunguza nywele zake, kung'oa, wa dhafrihi, na kucha zake asikate, wa basharatihi, na chochote katika ngozi yake asitoe. Mtu ambaye amekusudia kuchinja ile siku ya kuchinja, anatakiwa kwa mujibu wa sheria an yumsika anil akhdhi min sha'rihi, ajizuie kutoa nywele zake za aina yoyote katika mwili wake, wa dhafrihi, na kucha zake asikate kucha, wa basharatihi, na ngozi yake, chochote katika ngozi yake asikate.
kama amekusudia kupunguza nywele, kunyoa nywele, kukata kucha, na ayafanye hayo mapema kabla ya kuingia siku ya kwanza ya Dhulhijja, madam amekusudia kuchinja. Mambo haya wengi kati ya watu hawayajui. Mtu kisha nunua kichinjwa chake, anasubiri kesho sikukuu au kesho kuta sikukuu, anakata nywele zake kwa ajili ya sikukuu, anakata kucha zake mwenyewe kwa ajili ya sikukuu, anajiweka vizuri kwa ajili ya sikukuu, ilhali ameshaazimia kuchinja, kisha nunua mnyama wake, kisha toa pesa zake, anasubiri siku tu ya kuchinja, halafu kabla yake kwa kesho au kesho kuta sikukuu, wengi huwa wanakata nywele zao, wanakata kucha zao na vitu vya namna kama hiyo. Kisheria mambo haya kwa aliyeazimia kuchinja anatakiwa ajizuie, asifanye vitu hivyo. Mundhu dukhuli al-ashri, afanye hivyo tokea kuingia kwa siku 10, ila an yadhbaha udhiyatahu, afanye hivyo ajizuie mpaka pale atakapochinja kichinjwa chake. Hapo sasa ndio ataruhusiwa kukata nywele zake, kunyoa nywele zake, kukata kucha zake, lakini kabla ya hapo haruhusiwi kimujibu wa sheria kufanya hivyo. Wapi ameyatoa haya shekhe huyu? Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hayo si maneno yake, amesema mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake. Mtume kasema hivi, idha raaitum hilala dhil hijja, mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, mwezi mwanamo wa Dhulhijja. Leo tuko siku gani ya Dhulhijja? Ya Dhulqaada 29, tuna 9 wa 20. Kwa hiyo leo tutarajia kuangalia mwezi, ukionekana leo kwamba dhulhijja kwa aliyeazimia na akakusudia mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi, agizo la mtume ni hilo, na azuie kukata, kunyoa, kung'oa nywele zake, wa adfarihi, na kucha zake, hata yudhi, mpaka atakapochinja. Kiandama mwezi, kama leo utaandama mwezi, ukiandama mwezi tu, marufuku kwa aliyeazimia kuchinja kung'oa nywele zake, kunyoa nywele zake, kukata nywele zake za aina yoyote katika mwili wake mpaka pale atakapochinja. Kwa hiyo kuanzia mwezi mosi, mwezi pili, mwezi tatu, mpaka siku ya kuchinja. Akishakuchinja ndio hapo, kama atakunyoa, atakung'oa, atakukata, atafanya hivyo. Wa fi riwayati, na kwenye riwaya nyingine mtume kasema, fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a, asiguse, bimaana asinyoe wala asing'oe wala asikate. Fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi, asiguse nywele zake na ngozi yake, shay'an, chochote asiguse, bimaana asikate, asinyoe wala asing'oe nywele zake za aina yoyote mwilini mwake, yule ambaye ameazimia kuchinja, yule ambaye amekusudia kuchinja. Hayo ndiyo maagizo
Hadithi hiyo rawahu Muslim min 4 turuqin, ameisimulia Imam Muslim kutokana na njia 4. Hilo ndilo agizo la Mtume kwa mtu aliyeazimia kuchinja. Kisha Sheikh anasema wa hadha amrun liwujubi, na hii ni amri ya wajibu. Mtume kaamrisha, lakini amri yake hii liwujubi, ni amri ya wajibu. Kufanya hivyo ni wajibu. Wa nahyun litahrimi, na ni katazo hilo. Katazo hilo ni kwa ajili ya kuharamisha, ni haramu kwa aliyekusudia kuchinja, kunyoa nywele zake, kukata kucha zake, ala arja'il aqwali, kwenye kauli yenye nguvu zaidi miongoni mwa kauli. Basi kauli yenye nguvu zaidi ni hii, kwamba ni haramu na ni wajibu kufanya mambo hayo. Amri hii ni amru lilwujubi. Al-amru lilwujubi inda adami alqarinati tusarrifuhu an dhalik. Wanasema hivyo watu wa usulu alfiqh. Wanahyu litahrim inda adami alqarinati tusarrifuhu an dhalik. Kwa amri hii hakuna karina inayoitoa amri kwenye kauli yenye nguvu zaidi ya wajibu, na katazo ni kwa ajili ya uharamu. Ni wajibu kufanya hivyo na ni haramu kunyoa nywele. Kwa nini iwe wajibu? Liadami wujudi sarifi lahuma, kwa sababu ya kukosekana sarif inayoitoa amri hiyo kutoka kwenye wajibu kupeleka katika jambo jingine, na hakuna vile vile sarif inayoitoa katazo hilo, inayolitoa katazo hilo kutoka kwenye uharamu kupeleka katika jambo jingine. Kisha anasema al-Sheikh afa Allahu anhu, fa idha ta'ammada akhadha min sha'rihi, wa kwa makusudi, mwenye kukusudia kuchinja, pindi akikusudia kwa makusudi kunyoa nywele zake na kukata kucha zake, alaihi an yastaghfira, ni juu yake kumuomba Allah msamaha, amefanya makosa, kwa sababu amri hiyo ya Mtume liwujubi na katazo hilo la Mtume litahrim. Kwa hiyo akikusudia mtu kwa makusudi, kesha nunua kichinjwa chake, kesha azimia, hata kama hajanunua anakusudia kuchinja siku ile, halafu kwa makusudi akaenda akakata nywele au akakata kucha au akatoa kitu katika ngozi yake, wala toa chochote katika hayo, ima nywele zake au kucha zake au sehemu katika ngozi yake, akikusudia kufanya hivyo, atakayehitajia kwa sababu ya madhara fulani,
kubakia labda na hizo nywele kwa wakati au lazima kwa mujibu wa dharra fulani ipatikane ngozi ya mwili wake, fala basi, hakutokuwa na ubaya wowote kwa mtu huyo, hakutokuwa na kosa lolote pakiwa pana udhuru huo, wala shay'a alayhi, na wala hakuna chochote juu yake, hakuna kosa, hakuna dhambi, maadamu kutakuwa kuna udhuru ambao utampelekea kufanya hivyo. ومن أخذ من شعره أو ظفره لعدم إرادته الأضحية ثم أراد، na yoyote yule ambaye ametoa chochote katika nywele zake au kucha zake kwa sababu ya kukosekana kutaka kuchinja, hakuwa na nia ya kuchinja yeye tangu hapo mwanzo, pengine hakuwa na uwezo wa kuchinja au hakukusudia kamwe kuchinja, kwa hiyo akanyoa nywele zake au akakata kucha zake, thumma aradaha, kisha baadaye akaona bora nichinje, au pengine akapata uwezo bora nichinje, huyu sasa amsaka inaha, atajizuia kuanzia wakati huo aliyokusudia. Walhukmu mutaalliqun bilmudhi, Sheikh anasema na hukumu hii ya kutokukata kucha wala nywele wala chochote katika mwili wake, hukumu hii lilmudhi, ni hukumu ya mwenye kuchinja tu. Walwakilu la yataallaqu bihi nahyun, na aliyewakilishwa yeye hapafungamani kwake yeye na katazo lolote lile, maadamu kawakilishwa, bwana we, pesa zangu hizo ninunulie mbuzi au ng'ombe nichinjie, yule aliyewakilishwa yeye hukumu hiyo haimhusu, katazo hilo yeye halimuhusu. Faman dhaha an ghairihi biwasiyati, atakaye mchinjia mtu mwingine kwa wasia, labda akapewa wasia tu nichinjie na kuhusia, au wakalati, au kwa uwakili, kapewa uwakili, kawakilishwa nichinjie, fahadha la yahrumu alayhi akhdhu shay'in min sha'rihi au dhafrihi, huyu haimharamiki yeye kutoa chochote katika nywele zake au kucha zake, yeye anaruhusiwa maadamu ni wakala, siye mchinjaji mwenyewe, au basharatihi, au anaruhusiwa kutoa chochote katika mwili wake. Wa dhahiru nahi, Sheikh anasema na uwazi wa katazo hilo, annahu yakhussu sahiban udhiya, katazo hilo lamhusu yule mwenye kuchinja, wala yaummu zauja, katazo hilo halimkusanyi, halimtii ndani yake mke. Kama katika nyumba anayechinja ni baba wa nyumba, mke halimuhusu hilo. Wal aulad, na watoto vile vile haliwahusu hilo, wao watakata nywele, watakata kucha au chochote kile ambacho wanakitoa katika mwili wao. Wa ghairahum, na asiyekuwa hao pia halimuhusu hilo, hilo la muhusu mchinjaji tu aliyeazimia kuchinja. Hilo ni jambo la pili katika mambo yaliyokuwemo katika risala hii, katika mambo yanayofanywa katika siku 10 za Dhulhijja kwa mwenye kuazimia kufunga. La tatu, al-a'malu wat-ta'atu fi al-'ashr min Dhulhijja wa ayyamu at-tashriq, amali njema na taa mbalimbali katika siku 10 za mwezi wa Dhulhijja na siku za ayyamu at-tashriq 11, 12, 13.
Hizi ni katika amali njema. Kule nyuma ilikuwa ni katika mambo ya kuchinja, na jingine ambalo ni tanbihi, shekhe hakulizungumza hapa. Kuchinja kunatakiwa kuwe baada ya sala ya Eid. Watu washasali Eid. Katika baadhi ya makosa ambayo watu wanayafanya, anaona hebu nichinje kabisa, na alfajiri nikitoka hapo za kusali, nikirudi kusali Eid nishachinja tayari, napata nyama yangu na kula supu mwenyewe. Hili ni kosa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, siku ya Eid. Mtume aliyesema maneno haya akawaambia masahaba, inna awwala shay'in ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, jambo la mwanzo tunaloanza nalo katika siku yetu hii ya leo, yani siku ya Eid, an-nusallia, jambo la mwanzo ni kusali, thumma narji, kisha tarejea majumbani kwetu kisha kusali, fanudhi au fananhar. Inna awwala shay'in ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli, jambo la mwanzo tunaloanza nalo siku ya leo tunasali, thumma narji, kisha tarejea, fananhar, tunachinja. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, Mtume akasema atakayefanya hivyo, huyo amesibu, amepatia sunna yetu, amepatia mwendo wetu. Wa man dhabaha qabla an yusallia, na yoyote atakayechinja kwanza kabla ya kusali Eid, inma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, Mtume akasema hiyo ni nyama tu kaitanguliza kwa watu wake. Laisa minan nusuki fi shay'in, kwenye ibada ya kuchinja hana lolote hapo, hapati thawabu za kuchinja kwa ajili ya udhiya, kwa sababu kachinja kabla ya kusali Eid. Ni nyama tu kaifanyia haraka, kaitanguliza kwa watu wake. Kwa cha mwanzo ni kwenda kusali kwanza kabla ya kuchinja, akishakurudi mtu ndio anakwenda kuchinja mnyama wake. Jambo la tatu ambalo shekhe amelitaja humu, al-a'malu wa ta'atu, amali njema na utiifu mbalimbali, fil ashri, katika siku 10 min dhilhijja, katika siku 10 za Dhulhijja, wa ayamu tashriq, na katika zile siku za ayamu tashriq, siku za kuanika nyama. Shekhe anasema, waqad marra ma'ana alhadithu, na kwa hakika imepita pamoja na sisi hadithi, tumekusha itaja hadithi huko nyuma ya kwamba Mtume akasema, ma min ayamin, hakuna katika masiku, al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ashr, hakuna katika masiku ambayo amali njema yapendeza mno mbele ya Allah katika masiku hayo kuliko amali itakayofanywa katika masiku haya. Fajamiu al-a'mali salihah, Sheikh anasema amali zote njema, wal qurbatu, na mambo yote ya kujikurubisha kwa Allah, yustahabbu al-iktharu minha fi hadhihi al-ayyam, yasunnishwa, yapendekezwa kufanya kwa wingi katika siku hizi amali zote njema, na mambo yote ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yapendezeshwa. Fayustahabu, inapendezeshwa, inasunnishwa, ni sunna kufanya kwa wingi sana amali njema katika siku hizi 10. Wala shakka, na hakuna shaka yoyote, anna alhajja wassalata wasiyama والصدقة والأضحية من أهم هذه الأعمال, na hakuna shaka yoyote ya kwamba hija yenyewe na sala na funga na sadaka na kuchinja ni katika zilizo muhimu mno katika amali. Min ahami hadhihi al-a'mal, ni katika amali muhimu mno katika amali hizi.
Kwa hiyo mtu akithirisha sana kusali, ukishakusali swala zako za lazima, kithirisha swala za sunna katika siku hizi, hakikisha hazikupiti sunna. Kithirisha sunna, kithirisha sana kutoa sadaka, hakadha kuchinja na mengineyo mbalimbali. Sheikh anasema falhajju faridatun ala kulli mukallafin, hija ni ibada ya lazima juu ya kila mtu aliyefikia baligh, mustati'in, mwenye uwezo wa kwenda huko. Wa huwa fardun marra fi al-umr, hiyo ni faradhi ya mara moja tu katika umri wake mtu. Mara moja ndio umri wake wote, mara moja ndio lazima akafanya ibada ya hija. Zitakazobaki hapo itakuwa ni sunna kwake. Lihadithi, kwa sababu ya hadithi hii ambayo Mtume akasema alhajju marra, hija ni mara moja tu. Faman zada fahuwa tatawwu'un, basi yoyote atakayezidi kufanya hija kwa mara nyingine na mara nyingine na mara nyingine, fahuwa tatawwu'un, hiyo sasa kwake ni sunna tu, lakini cha lazima cha wajibu kwake ni mara moja tu basi. Akienda mtu mara moja tayari, akaenda tena mara mwingine ni tatawwu, kwake yeye ni sunna. Hiyo hadithi sahihi kabisa, inapatikana katika sahihu sunan Abi Daud. Faman hajja alfarida, Sheikh anasema mtu yoyote atakayehiji ile hija ya lazima, yustahabbu lahu alhajj marratan ukhra, yapendekezwa kwake yeye kuhiji mara nyingine, na mara nyingine kwake yeye itakuwa ni sunna. والأضحية واجبة على الراجح للقادر عليها, na suala la kuchinja siku ile yaumun nahri, siku ya kuchinja, ni wajibu ala rajihi, kwenye kauli iliyo na nguvu. Kuchinja siku ile ni wajibu lilqadiri alaiha, kwa mtu mwenye uwezo. Kila mwenye uwezo ni wajibu achinje siku ile mbuzi mmoja au kondoo mmoja, au watashirikiana watu 7 kwenye ng'ombe au ngamia. Kufanya hivyo ni wajibu katika kauli iliyokuwa arrajih. Wa waqtuha min ba'di salati al-Eid, na wakati wake kuchinja ni baada ya sala ya Eid, ila akhiri ayami tashriq, mpaka mwisho wa ayamu tashriq. Mwanzo baada ya kusali Eid ndio wakati wake kuchinja, na mpaka mwisho wa ayamu tashriq الثالث عشر, ambao ni siku ya 13 min dhilhijja, ndio wakati wa mwisho wa kuchinja. Wa hiya min afdali al-a'mali as-salihati fi al-ashr, nayo hiyo ni katika amali bora zaidi katika siku 10. Kwa hiyo vizuri hasa achinje mtu ile ndani ya siku ya 10, siku ya sikukuu ile yaumun nahr. La atakosa pale, basi yachinja 11, 12 na 13. والصيام من افضل الاعمال الصالحه, nafunga vile vile Sheikh anasema ni katika bora za amali njema. Fayustahabbu lahu an yukthira min as-siyam fi hadhihi al-ayyam, yapendekezwa kukithirisha funga katika siku hizi 10 za Dhulhijja, wa khassa yawm Arafa, na khassa siku ya Arafa, asije akawacha kufunga. Fafihi thawabun adhimun, ndani yake siku ya Arafa kufunga kuna thawabu kubwa mno, kuna thawabu nyingi. Kama sayati qariban, kama itakapokuja ubainifu wake karibu. Wa fi siyami almutlaq, na katika funga nyingine ambazo zimeachiwa tu, hazikufungwa kwamba labda si funga ya siku ya Arafa au funga ya siku kadha kadha, ni mutlaq, zimeachiwa tu.
jaa at-targhib fihi kathiran, limekuja pendekezo kwa wingi mno kwamba watu wafunge zile siku za funga za mutlaq. Wa min dhalika, na miongoni mwa hizo targhib, ma rawahu an-Nasa'i, ni yale ambayo ameyasimulia al-Imam an-Nasa'i wa ghayruhu na wengine, an Abi Umama radhiyallahu anhu, hadithi inayotokana na Abi Umama Allah mwiradhi, qala, Abu Umama kasema, qultu, nilisema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, dullani ala amalin, hebu nijulishe mimi juu ya amali yoyote ile, adkhulu bihi aljanna, amali ambayo mimi nikiifanya nitaingia kwa amali hiyo peponi. Hebu nipe amali nifanye. Wanichagulia amali gani? Nipe. Qala, Mtume kasema kumwambia Abu Umama, alaika bisawmi, ni juu yako, jilazimishe. Alaika bisawmi, jilazimishe kufunga, ni juu yako kufunga. La mithla la, ninachokwambia Abu Umama haina mfano. Funga, malipo yake funga haina mfano. La mithla la. Hiyo ni hadithi rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu, yapatikana katika Sahih at-Targhib. Wa min al-a'mal as-salihah, Sheikh anasema na katika amali njema vile vile, at-takbiru, ni kupiga takbira kwa wingi sana. Fayustahabu at-takbiru, yapendezeshwa, yasunnisha kufanya kupiga takbira. Wa tahmid, na kufanya tahmidi, kumhimidi Allah, kufanya kwa wingi, kulisema kwa wingi tamko la alhamdulillah. Wa tahlil, kadhalika vile vile tahlil yapendekezwa kusema la ilaha illa Allah kwa wingi mno. Wa tasbihu, kadhalika vile vile yapendekezwa tasbihi subhanallah kwa wingi mno. Yapendekezwa hayo ayyam al-ashri, ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Wa idharu dhalika fi al-masajid, na kulidhihirisha jambo hilo misikitini. Wal manazili, na katika majumba. Wal turuqati, na majiani huko. Wa ghairiha, na sehemu nyingine mbalimbali. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum, amewawekea watu ibada hiyo ya Hija wende hapo. Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao. Wayadhkuru isma Allahi, na ili wapate kulitaja jina la Allah. Fi ayamin ma'lumati, katika siku maalum. Ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami, juu ya yale ambayo Allah amewaruzuku wao katika hao wanyama. Walitaja sana jina la Allah. Hiyo ni aya katika suratul Hajj nambari 28. Sheikh anasema wa jumhurul mufassirina, na wengi kati ya wenye kufasiri Qur'an wamekwenda ala anna al-ayyam al-ma'lumati, kwamba hizo siku ayyam al-ma'lumat alizotaja Allah katika aya hiyo, siku hizo ni ayyamul ashri min dhil-hijja, ni siku 10 za mwezi wa Dhul-Hijja. Waqad marra ma'ana qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh anasema na imekusha tupitia, imepita pamoja nasi kauli yake Mtume swalla na salam juu yake aliposema, fa akthiru fihinna min at-tahlil. Agizo lake Mtume anasema kithirisheni, fanyeni kwa wingi katika siku hizo ayamu maalumat, fanyeni kwa wingi tahlili la ilaha illa Allah. Wa takbir, kithirisheni takbira. Watahmidi, kithirisheni kumhimidi Allah kwa wingi sana. Imekuja hiyo katika Irwaul Ghalil. Watakbiru fi hadha zaman, na Sheikh anazungumza anasema sasa kilichopo. Watakbiru fi hadha zaman, kupiga takbira katika zama hizi zetu tulizo nazo hizi, min as-sunan al-mahjura, ni katika sunna
zilizohamwa. Kupiga takbira baada ya kuingia mwezi wa Dhulhijja min sunani almahjura, ni katika sunna zilizohama. Fayanbaghi aljahru bih, yatakikana kufanya jahri kwa sauti kupiga takbira, wala siyama fi awwal al-ashr, hasa katika siku 10 za mwanzo za huo mwezi wa Dhulhijja. Waqad thabata ani salafi dhalika, limethibiti jambo hilo kutoka kwa masahaba hao. Wa minhum Abdullah bin Umar, miongoni mwa hao watangulizi wenyewe ni huyu sahaba Abdullah bin Umar wa Abu Huraira radhiyallahu anhum, na Abu Huraira Allah awawie radhi wote hao. Fafi hadithi, imekuja katika hadithi ya kwamba annahuma, ya kwamba wawili hao Ibn Umar na Abu Huraira kana yakhrujani ila suqi, walikuwa masahaba wawili hao wanatoka wanakwenda sokoni ayyam at-tashriqi, ayyam al-ashri, afwan, wanatoka watu hao wanakwenda sokoni ayyam al-ashri za mwezi wa Dhulhijja. Yukabbirani, wanapiga takbira, wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu nao wanapiga takbira kwa kufuatisha takbira zao. Wao wanakwenda masokoni wanapiga takbira na watu wanapiga takbira kwa sababu ya zile takbira zao walizopiga Ibn Umar na Abu Hurairah. Hiyo yapatikana hadithi hiyo katika Sahih al-Bukhari, ukenda utakutana na athari hiyo. Fath al-Bari juzuu ya 2 ukurasa huo hapo nambari 457. Wa min al-a'mal as-salihah, Sheikh anasema na katika amali njema allati yanbaghi al-iktharu minha, amali njema ambazo yatakikana kuzifanya kwa wingi fi hadhihi al-ayyam, katika siku hizi, tilawatul Qur'ani, kuisoma Qur'ani ni katika amali njema ambayo yatakikana kwa wingi mno mtu kufanya katika siku hizi. Wa qira'atu kutubi sunna, Sheikh anasema na kusoma vitabu vya sunna. Wa tauba, na katika mambo yanayotakikana ni taubatun nasuha, na kuleta toba ya kweli kweli. Wa salawatu tatawwu'i, na kusali sala za sunna. Wa ghayruha, na nyinginezo min al-a'mali, katika amali njema. Waliyaris almuslimu, basi na afanye pupa muislam, apupie ala mawasim alkhairi, apupie juu ya misimu hii ya khairi. Waliyuqaddim linafsihi amalan saliha, na atangulize, waliyuqaddim linafsihi amalan saliha, na aitangulizie nafsi yake amali njema. Yajiduhu fi hasanatihi, amali njema ambayo atakwenda kuikuta katika mema yake. Kwa hiyo hizi ni siku za humo, siku za ngawira, siku za kujichotea. Kwa hiyo kithirisha kwa wingi mno katika kufanya amali njema. Jitahidi uchinje na ufate masharti yake hayo ambayo yametajwa. Jitahidi katika kusoma Qur'an, katika kumhimidi Allah, katika kumhalili Allah, na katika kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kila amali njema unayoiona basi ifanye katika siku hizi. Hizi siku 10 ni siku ambazo amezidia kiapo Allah, wal fajri wa layalin ashri, na apa na wakati wa alfajiri, na apa na siku 10. Akthar ya mufassirun wamekwenda kwamba zilizoliwa kiapo siku 10 hizi hapa ni hizi siku za Dhulhijja. Wako wengine waliosema ni siku 10 za mwisho za Ramadhani. Hilo ni jambo la tatu. La nne,
tunakwenda la 4 na nusu. Fadlu yaumi Arafa. Jambo la 4 katika mambo yaliyomo humu kwenye risala hii na katika mambo ambayo tunayo katika haya masiku 10 insha Allah taala, fadlu yaumi Arafa. Jambo la 4 ni ubora wa siku ya Arafa. Siku ya Arafa, siku ambayo watu wanasimama Arafa. Yaumu Arafa min ayami alfadila. Sheikh anasema siku ya Arafa ni katika masiku bora fi hadhihi al-ashr, katika haya masiku 10. Wa huwa yaumu tasi'u min dhil-hijja, na hiyo ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, ndio yaumu Arafa hiyo. Faqad akmala Allah ta'ala dinahu yawma Arafa عندما نزلت الآية. Anasema kwa hakika Allah ameikamilisha dini yake siku ya Arafa wakati ilipoteremka kauli yake hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah akasema kumwambia mtume wake na kuambia waumini leo, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha kwa ajili yenu dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu nyinyi neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu ndio dini. Hiyo ni aya nambari 3 katika suratul Maida. Qala Umar radiyallahu anhu, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kasema qad arafna dhalika al-yawm, kwa hakika sisi tumeijua siku hiyo ambayo Allah amesema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi, na pia tumepajua pahala ambapo imeteremka ndani yake aya hiyo. Ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku pahala ilipoteremka aya hiyo juu ya mtume, siku tumeijua, na pahala pia tumepajua iliposhuka aya hiyo. Wa huwa qaimun bi'arafa, imeteremka aya hiyo na yeye mtume akiwa amesimama wima, yuko wima, ni mwenye kusimama wima bi'arafa, pahala paitwapo Arafa, yaumal jum'a, na ilikuwa siku ya Ijumaa. Hiyo ilikuwa ni Arafa, tena siku ya Ijumaa. Hayo yanapatikana, ni muttafaqun alayhi riwaya hiyo. Tayib, akiwa anakuonesha hapo Sheikh, hiyo ni siku bora kiasi ambacho mpaka masahaba wameizingatia, wanasema twajua aya iliposhuka na pahala, na ilikuwa siku ya Ijumaa. Wa fi yaumi Arafa, na ndani ya siku hiyo ya Arafa, yu'tiqu Allahu azza wa jalla min an-nar kathiran min ibadihi. Siku ya Arafa Allahu azza wa jalla anawaachia huru waja wake wengi kutokana na moto. Waja pengine washafanya mambo, moto ushawahalalikia kwamba huyu akiondoka hapa ni motoni hapa duniani, lakini siku ya Arafa Allah anawaachia huru. Ilikuwa mwende motoni waja wangu, na kuachieni kwa sababu ya fadhila na ubora wa siku hiyo ya Arafa. كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، كما alivyotupasha habari mjumbe wa Allah kwa kauli yake aliposema, ma min yawmin, hakuna katika siku, akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa, hakuna katika siku ambayo kwa wingi mno Allah anawaachia huru waja kutokana na moto kuliko siku ya Arafa. Kwa hiyo hii ni siku ya mja kulia na Mola wake, kustaghfiru sana, kuomba dua sana,
kwa sababu ni siku ya kuachiwa huru, siku yetu ya uhuru. Watu wana mambo yao duniani, ni siku zao za uhuru wanaziadhimisha, wanafanya mambo makubwa, haiwapiti, wanagharimu mapesa na muda na kila kitu, na wakashinda majuani, wanaazimisha siku yao ya uhuru. Sasa sisi siku yetu ya kuachiwa huru Waislamu ni hii. Miongoni mwa siku yetu mojawapo ni hii, siku ambayo Allah huachia sana huru waja wake na moto. Basi ni siku yetu hii, na sisi tuoneshe shukurani zetu, tuombe uhuru huo kutoka kwa Allah jalla wa ala. Wa fi hadithin akhar, na kwenye hadithi nyingine, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake, inna Allaha yubahi bi ahli Arafat, hakika Allah anajifakharisha kwa watu walioko Arafa, waliosoma Arafa. Ahla samai, Allah anajifakharisha kwa vile viumbe vilivyoko mbinguni, kwa malaika. Fayaqulu lahum, Allah anawaambia malaika, undhuru ila ibadi, ni malaika wangu mtizameni waja wangu wale wako Arafa. Undhuru ila ibadi, watizameni waja wangu, jauni, wamenijia leo waja wangu, shughusan ghubran, nywele zao zikiwa timtimu, wamejaa mavumbi, hasa wakati huo pale ni jangwa tupu, vumbi tupu, sio kama leo. Kwa hiyo Allah anajifakharisha kwa malaika akiwaambia, tizameni, undhuru ila ibadi, waangalieni waja wangu, wametoka wale min kulli fakin amiq, jauni, wamenijia mimi Mola wao, wameitika wito wangu, jauni shughufan, wakiwa nywele zao timu, ghubran, wamejaa vumbi. Hii ni siku ya kipekee kwa hakika. Al-Imam Abu Ya'la na Ibn al-Mubarak wanasimulia, hii ni siku ya kuachiwa huru na moto. Wanasimulia kwamba waqafa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi Arafat, Mtume alisimama katika viwanja vya Arafa siku ya hija yake, hatta kadat shamsu an taub, mpaka jua likakaribia kuzama. Thumma qala, kisha Mtume akasema, akamwita Bilali, ya Bilal, ewe Bilal, ansit li an-nas, hebu ninyamazishie watu. Watu walikuwa wanazungumza, Mtume akamwambia Bilali, ansit li an-nas, ninyamazishie watu. Bilali akanyanyuka akamwambia, ayuha nasu, enye watu, ansitu li rasulillah, hebu nyamazeni, msikilizeni mtume wa Allah, nyamazeni kwa ajili ya mtume. Watu kuambiwa hivyo tu, fa ansata an-nas, kimya, wakanyamaza. Walivyonyamaza, Mtume akawaambia, atani Jibrilu, punde hivi amenijia mimi Jibril, fa aqra'ani min rabbi salam, akanitolea salamu kutoka kwa Mola wangu. Waqala, na Jibril akanambia Jibril, inna Allaha ghafara li ahli al-Arafat wa dhamina anhum at-tabi'at, kwamba nikupeni salamu. Allah anasema inna Allaha ghafara li ahli al-Arafat, Allah amewasamehe watu wa Arafa, watu waliosoma Arafa, Allah kawasamehe wote. Wa dhamina anhum at-tabi'at, na amedhamini kwao at-tabi'at mbalimbali, amewasamehe. Maneno hayo alipoyasikia Umar akanyanyuka, Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akamuuliza Mtume, ahadha lana khasa, je, hii ni kwa ajili yetu sisi tu masahaba zako? Msamaha huu ni kwa ajili yetu sisi tu? Qala, Mtume akamwambia, hadha lakum, huu msamaha ni kwa ajili yenu nyinyi masahaba zangu, waliman ata min ba'dikum ila yawm al-qiyama, si nyinyi tu peke yenu, na kwa yoyote mwingine atakayekuja hapa mpaka siku ya kiyama. Habari ndio hiyo. Kwa hiyo ni siku ya kipekee kwa Waislamu, ni siku ya kipekee kwa Muislamu, siku ambayo Allah anajifakharisha. Anasema al-Sheikh
وقد ذكر ابن رجب رضي الله عنه رحمه الله na ametaja al-Imam Ibn Rajab Allah mrehemu anna al-itqa min an-nar, kwamba kule kuachiwa huru na moto siku hiyo amun li jami'i muslimina, si kwa ajili ya wale waliosimama haji tu kwa Arafa tu peke yao, la, kuachiwa huru na moto siku hiyo ni jambo lililoenea kwa Waislamu wote. Basi kokote kule ulipo, hata kama wewe ni mnyonge, hukujaaliwa uwezo wa kwenda hija, hebu tumia siku yako ya Arafa hii, muombe Mola wako, peleka shida zako, omba msamaha, astaghfiru sana, omba dua sana. Wayustahabu siyamu yaumi Arafa, Sheikh anasema, na inapendekezwa, inasunishwa, ni sunna kufunga siku ya Arafa. Wayustahabu siyamu yaumi Arafa, yapendekezwa kufunga siku ya Arafa, haithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafa, katika namna ambayo aliulizwa Mtume kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. Faqala, Mtume akasema kumjibu muulizaji, yukaffiru sanata almadhiya, funga hii ya Arafa yafuta madhambi ya mwaka uliopita, wa sanata alqabila, na madhambi ya mwaka ujao. Hiyo ni hadithi rawahu Muslim. Wa hadha yustahabu li ghairi alhaji, na funga hii ya Arafa yapendekezwa kuifunga kwa mtu asiyekuwa mwenye kuhiji, ambaye hakwenda hayuko hija. Wa amma alhaju, ama mwenye kuhiji, fala yustahabu lahu, haipendekezwi kwake, haisunishwi kwake siyamu hadha alyaumi, kuifunga siku hii ya Arafa. Wa fitruhu afdal, na kufunga kwake aliyokwenda hija, kula kwake si kufunga, na kula kwake yeye afdal, ni bora zaidi. Taasiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afanya hivyo katika namna ya kumuiga, katika namna ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad taraka sawmahu, Mtume aliwacha kuifunga siku ya Arafa, hakufunga. Waliduai yaum Arafa maziyatun, na dua siku ya Arafa ina nafasi ya kipekee. Waliduai yaum Arafa maziyatun, na kwa ajili ya dua itakayoomba siku ya Arafa ina kipambanuzi cha kipekee, ala ghairihi, kuliko dua itakayoomba katika siku nyingine isiyokuwa Arafa. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume kasema, khairu duai, bora ya dua yaumi Arafa ni dua inayoomba siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana, na bora ya maneno ambayo nimeyasema mimi, wanabiyuna min qabli, na maneno ambayo wameyasema pia manabii wengine kabla yangu mimi. Bora ya maneno la ilaha illa Allah, ni kusema hivyo, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bora ya maneno ambayo nimeyasema mimi na maneno ambayo wamesema nabii wengine ni haya, kikilisha kwa wingi maneno haya siku ya Arafa. Falyuhris almuslim ala duai, basi na afanye pupa, akupia Muislam juu ya kuomba dua fi hadha alyawm alazim, na akithirisha sana Muislamu kuomba dua katika siku hii tukufu. Wa yushra'u takbiru, na linawekewa sheria jambo la kupiga takbira min fajri yaumi Arafa, kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa, ila akhiri ayami tashriqi, mpaka mwisho wa ayamu tashriqi, lithubuti dhalika an salafi salih, kwa sababu ya kuthibiti jambo hilo kutoka kwa wema waliotangulia. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema mwanachuoni Ibn Taymiyyah Allah amrehemu, annahu, ya kwamba ashharul aqwali, bora ya kauli, huwa alladhi alayhi alamalu, kauli ambayo juu yake ndio hufanywa kazi ndio hiyo. Wa kana Ibn Umar
radiyallahu anhuma, na alikuwa Ibn Umar, Allah amuiradhi yeye na baba yake. Alikuwa Ibn Umar, yani Abdullah ibn Umar, yukabbiru bimina, akitoa takbira katika viwanja vya Mina, tilka al-ayyam, katika siku hizo, wa khalfa salawati, na akitoa takbira nyuma ya sala, wa ala firashihi, na anapokwenda kulala anatoa takbira, wa fi fustatihi, na kwenye hema lake pia anatoa takbira, wa majlisihi, na kwenye kikao chake anachokaa kwenye vikao vyake anatoa takbira, wa mamshahu, na kwenye mwendo wake akitembea anatoa takbira. Tilka al-ayyama jamia, siku zote hizo, akikaa takbira, akitembea takbira, akilala takbira, akikaa kwenye kibanda chake takbira, akiwa Mina takbira. Ndivyo alivyokuwa Ibn Umar. Hao ndio wema waliotambua uzito wa mambo na ubora wa nafasi zinazotolewa, ikawa wanazitumia vizuri ipasavyo. ويكون التكبير بدون تحديد عدد معين. Nasema na takbira zinakuwa pasi na kufunga idadi maalum, hazina idadi maalum. Wala bisautin jama'iyyin wahidin, wala zinakuwa takbira si kwa sauti ya pamoja, sauti ya watu wote kwa pamoja, wote wanasoma kwa pamoja wanakwenda, haikuwa hivyo. Wala fi waqtin muhaddadin, wala takbira hazikuwa kwa wakati maalum. Kila wakati wowote katika siku hizo mtu analeta takbira. Hilo ni jambo la tatu. Yamebakia mawili biidhnillah tabaraka wa taala, tutakuja kuyakamilisha kesho apendapo Allahu jalla. Hili ni jambo la nne. Barakallahu fikum. Kwa hiyo bakia mawili ili tukamilishe risala yetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. والله موفق. في سؤال ولا لا؟ نعم. وuna lo moja. طيب. Yakuwa ruhusa kwanza nakumbusha mahali kwa sababu nasema hakuna waswali. بارك الله فيك أستاذ. الله تبارك، جزاك الله خير، الله يبارك لنا خير، وجعله yote yawe katika mizani ya hasanat, na Allah tujalie kwamba sisi wasikilizaji iwe tumefaidika kwa haya aliyosemwa, na Allah tupe tawfik tuweze kufanya kazi. Wameniwahi ikhwa hapa leo wameniambia maswala yako, kwa hiyo sijui nianze na mzee wetu Salam. Karibu basi nikabadilisha jina inshallah. Abu fulani. Naam. Bali mtuambia kwamba mwenye kutembea kuchinja haruhusiwi kukata chochote au kutoa chochote katika mwili wake. Naam, naam. Kauli ya Mtume sio mimi. Kauli ya Mtume ametukumbusha. Naam. Sasa sisi wengine mtu na kawaida tuna chana ndevu. Sasa zile unapotana ndevu zile zitoka au tusite kipindi hicho tusichane, na kama kuchana ambao tutakuwa leo na tutakuwa siku 10 hizo usichane ndevu. Hilo moja. Ili kuhusiana na hizi takbira hizi, umesema mwisho mwezi 13. Mwisho wake ni wakati gani? Yaumul aya. Tayeb, mawili hayo. Haya, swali la mwanzo, aliyekatazwa hapa ni kule kutoa kwa makusudi. Yule alokusudia kustoa kwa makusudi, kwa stoe mtu kwa makusudi akachana nywele zimetoka kwa bahati mbaya, la ba'sa bihi wallahu a'lam, haina tatizo. Na takbira hizi mwisho wake ni mwezi 13 la asiri, ndio mwisho wake. Barakallahu fik. Naam. Naam Sheikhna. Hawana pengine. Sasa kutokana na maelezo kama mtu kama hakunuia kuchinja alafu akahisi kwamba achinje, anaweza kuja kunuia hata kiwa ni siku ya Arafa, kwamba ikawa haijafika ile siku ya nini, yani inajuzu kwake kama kuona nia kwa yani hakuwa na nia ya kuchinja,
lakini ikafika ile day before yaumu nahri hakutegea huyo ile hakutegea huyo ile apate akakata nywele. Aiyo, yaweza pengine kapata uwezo ile yaumu Arafa, kwa hiyo anaweza yaumu Arafa pale akanuia kuchinja, inawezekana kabisa. Kama tulivyoona hapa, kama yule ambaye hakuwa na nia ya kuchinja, yeye anaweza akakata nywele, akakata kucha, lakini pale anapoanza kwamba sasa atapata uwezo, pengine akanuia sasa ataka kuchinja, kuanzia pale ndio ajizuie kukata nywele, kunyoa au kucha. Tayeb. Yangu sasa. Naam. Kuchinja ni mtambia ni siku 3. Unaweza ukachinja siku yote katika hizo 3. Naam. Sasa kama umechinja siku ya 2 au umechinja siku ya 3, ile nini bado inaendelea kuwa nayo? Ipi? Ile hukumu kwamba usikate nywele inaendelea kuwa nayo mpaka uchinje, au kisha sali hivi unaweza ukachinja kisha ukakata nywele kisha kama umekusudia kuja kuchinja siku ya labda 12 huko. Sawa? Ila hadithi naye anaikumbuka. Umeisoma. Idha ra'aytumul hilala. Idha ra'aytum hilala dhil hijja. Hakuna hata mtu mmoja aliyeshika. Wa arada ahadukum an yudhi falyumsik. Kama nasikia hata mpaka achinje. Hadithi imesema vipi? Mpaka achinje kichinjwa chake. Kwa kauli ya Mtume anasema mpaka achinje ndio anyoe. Ibadilika Sheikh Muhammad. Sio mpaka sikukuu. Mpaka achinje. Ingine nimekuja hapo. Wale wanaenda hija. Wameshatoa vichinjwa vyao. Lakini siku hizi vinachinjwa huko. Na wanachinja si siku moja, siku 2, siku 3 huko vipi. Sawa. Huyu tunamzungumza hapa sisi ni nani? Mwenye kuchinja alikuwa hajenda hija. Huyo alikuwa Yuko hija. ndio tunamzungumza hapa. Sawa. Lakini kule kuna hukumu zake. Nani mshakwenda? Nyinyi mshakwenda? Mzenu bado nimpeni dua. Allah nipe uwezo. Amen. Niombe dua sana tena katika siku za Dhulhijja niombe. Tayib. Kule unachinja lini? Mali muda ushakwenda wewe. Allah mtakabalie. Unanyoa lini kule? Kisha maliza kupunini siku gani ile unanyoa siku gani? Mwezi 10 ile يوم النحر ile. Kuna mambo pale unayofanya. Baada ya kuchinja. Baada ya kuchinja ndio unanyoa. Ukishachinja ndio unaruhusiwa kunyoa. Ushakuchinja au sio? Unachinja siku ile unapiga jamra. Halafu unaenda kunyoa. Sawa? Mshahara wao ushakwenda. Allah kubarik. Maana kuna historia moja ya shekhe mmoja msikia aliandika kitabu. Yeye ni shekhe. Kaandika kitabu ya mambo ya hija. Alafu akaenda hija. Kufika pale ikawa na babaika. Kwa hiyo kusoma huku tofauti na ukifika pale tofahamiana. Kufika pale akawa na babaika sasa. Akakutana na mtu akamwambia fikisha. Mimi utakiwa usome kitabu cha shekhi fulani. Kumbe ndio huyo. Kumbe cha kitabu chenyewe ndio cha huyo bwana babaika. Na kweli na baraka kwa sababu atasema dua unaweza kusoma hapa ndio hasa kufika pale katika sehemu zile. Ukaanza kwanza kubabaika. Fahamu. Sana. Kwa hiyo mimi naweza nikakupeni maelezo hapa mwafu mkaniona vipi? Allahu musta'an. Khaira.
لماذا بك سؤال يا شيخ؟ والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. endelea. ولم لازميش يعني Sasa jambo mwingine. ya maisha. Japo Naam. mimi nakuja katika swala la kujizuia kuchinja. Tumeelezea kwamba mfano kama nani baba mwenye nyumba ana watoto na mama, kama yeye ndo anachinja wale nani, ile hukumu ya kujizuia ndani haistahiki kwao. Naam. Sasa itakapokuwa kwa mfano nimenuia kuchinja kichinjo hiki cha fulani cha fulani cha fulani katika nani wale watu wangu, kama mtoto wangu huyu namchinjia huyu namchinjia huyu na mke wangu namchinjia naye, hilo la kwanza. Vipi kustiri kwamba inakuwa haingii katika hiyo Chinjaji ni wewe. chinjaji. Halafu lingine kwamba kumchinjia mzee au ndugu au mtu ambaye kwamba tayari kashatangulia, unaona, kwa ajili ya kufanya sadaka, vipi hilo nani nakubalika au Kabla leo nalijibu wewe. Nisoma katika Ramadhani, si ndio? Wewe kama mwezi wa Ramadhani. Wewe kijana, kumbukumbu zako zipo mwezi wa Ramadhani. Hebu lijibu leo. Lijibu ile. Mimi nakumbuka tulisoma katika mwezi wa Ramadhani. Swala likaulizwa. Na swala likaulizwa. Hebu mwanafunzi ajibu. Kina mama ndio lazima walijua ndio. Wamo. Sasa wao hawezi kunyanyua sauti hapa. Wataandika tu. Lijibu Sheikh Abdul, tumelisoma. Ustadhi Allah musta'an. Wasema bibi yajuzu kumchinjia? kumchinjia mfano kashatangulia Kumchinjia maiti ya. Kumchinjia maiti yajuzu. Sheikh Abdul lijibu, mimi sisahau. Nakumbuka tu kama tumelisoma. Utalijibu sana lazimisha. Lijibu Sheikh Abdul. Haijuzu ulisema. Ya Sheikh alisema haijuzu kwa kitabu. Kasema haijuzu kumchinjia maiti. Naam. Sawa. Unakumbuka? Unakumbuka vizuri kile kitabu si unacho huko? Mtume alichinja akasema Allahumma hadha an Muhammadin wa ali Muhammad. Kisha akasema akachinja mwingine akasema hadha an fuqara'i min ummati. Sawa? Yajuzu mtu kuchinja yeye akamchinjia na mwingine. Mtume alichinja akasema Allahumma hadha an Muhammadin wa ali Muhammad. Kuchinja huku ni kwa ajili ya Muhammad na watu wa Muhammad. Mmoja akamchinja. Halafu akachinja mwingine wa pili akasema Allahumma hadha an fuqara'i min ummati. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huku kuchinja kwa pili, huyu wa pili namchinja na wachinjia wafukara kwa ajili ya umma wangu. Umefahamika? Sheikh Abdul, hebu kile kitabu kesho kuchukue nukta hii. Basi nitakuleta mimi. kwa hiyo walio hai na walio maiti umma wake. Liache mpaka kesho atakuanza kitabu atajibu. Naam. Kwa fadhila na wengine watu hata kuwepo kesho. Inawezekana tujibu. Siku hizi rais kuliko kama upo unasikia. Tutarudiwa. Naam. Wiki kitoweo. Sasa nakumbuka kaka tunashikita kitendo kwamba hafai kuwapa jamaa zako. Sasa ni zakatul mali. Zakatul fitri nakumbuka alikwambia kwamba haifai mwanangu na watu na jamaa zao. Hivyo unakuwa